Asante sana. Haya, wale ambao wanasikia Afya Trust kwa mara ya kwanza, ni kitu gani hapa? Sawa, Afya Trust ni mfumo ambao unamwezesha mtu aliyeko kwenye sekta isiyo rasmi kuweza kulipia bima yake ya afya jinsi anavyopata kipato chake. Kwa sababu jinsi watu walio kwenye sekta isiyo rasmi wanapopata kipato chao hailinganishwi na jinsi watu walio kwenye sekta ambayo ni rasmi. Kwa watu walio kwenye sekta isiyo rasmi kipato chao kinaingia kidogo kidogo, lakini kila siku. Kwa hiyo ukimtaka alipie bima ya afya kwa mkupuo hawezi kufanya hiko kitu. Na hata anapoenda hospitalini anapata shida mbili. Moja ni tatizo la afya moja, lakini la pili ni mshtuko wa kifedha. Kwa hiyo mshtuko wa kifedha ndio unamuendea sasa kuingia kwenye umaskini. Sasa huo mshtuko wa kifedha sisi tunautatua kwa kumwezesha yeye kulipia bima yake ya afya kidogo kidogo kulingana na jinsi anavyopata kipato chake. Hiyo ndio Afya Trust. Kwa maana yake kila mmoja sasa, maana yake kuanzia mwenye kipato kabisa mpaka wajua anaweza kuwa ni ndio. Naona hapa kuna unasema health without financial shock, Afya Trust. Hiyo kauli mbiu hiyo ina vision gani ndani mwake? Sawa. Ukiangalia shirika la afya duniani kwenye sera ya bima ya afya kwa watu wote, na ni kitu ambacho pia serikali ya Tanzania imeka nguvu nyingi sana sasa, Wizara ya Afya kwenye kuwezesha kila mtu kupata bima yake ya afya. Kuna kitu ambacho kimetiwa mkazo sana ambacho ni katika kuwezesha mifumo ya ugharimikaji wa matibabu. Kitu cha msingi sana kisimfanye mtu aingie kwenye umaskini. Ndio maana sera yetu ni healthcare without financial shock. Maanake kupata matibabu yako bila kuingia kwenye mshtuko wa kifedha au bila kuingia kwenye umaskini. Kila mwaka watu karibia milioni 100 wanaingia kwenye umaskini kwa sababu ya kulipia gharama za matibabu. Na hiyo inasababishwa na kulipia gharama za matibabu kutoka mfukoni mwao. Na kwa Tanzania bado ni changamoto kubwa sana kwa sababu watu wengi bado wanalipia gharama za matibabu kutoka mfukoni. Kwa hiyo sasa unakuta mtu hajajipanga. Sasa tupige picha, huyu ni mama ntilie. Mama ntilie ameingiza labda leo shilingi 10,000, 20,000, kesho 30,000, kesho kutwa hajapata chochote. Hivyo ndo jinsi wanapopata kipato chao kidogo kidogo. Alafu anakumbwa na janga, labda anahitaji upasuaji labda 200,000, 300,000, mtaji mzima lazima. Labda mtoto anaumwa. Na mtoto anaumwa. Sasa ukiangalia kuumwa kwa mtoto akuangalia kwamba leo mama ana hela kuja mtoto aumwe. Kwa namna ambapo unatazama na experience yako wewe, tunapoangalia changamoto nzima matibabu kwa mfano kwa Tanzania, unaona gharama kubwa ni tatizo ni kwamba ni gharama kubwa za matibabu, ama ni kipato kidogo, ama kuna changamoto ya sisi kama Watanzania kutokujiandaa na huduma za matibabu katika ngazi mbalimbali? Sasa changamoto kubwa ambayo Tanzania tunayo ni kutokujiandaa kwa ajili ya kukutana na hizo gharama za matibabu. Ugonjwa unaleta umaskini. Umaskini unasababisha mtu asitibiwe haraka. Na kutibiwa haraka maana yake ugonjwa unaendelea kukua mkubwa. Ugonjwa kuendelea kuwa mkubwa maana yake unaendelea kukufanya wewe kuwa maskini. Kwa ni mzunguko wa mfumo ambao ni unafanya changamoto nzima ikutane hapo. Kwa sasa tunafanyaje ili tutoe hilo tatizo? Tunabidi tujiandae, kwa sababu afya sio kama nguo unachagua kwamba napenda nguo hii, ngoja niweke hela nitanunua wiki ijayo, baba napenda kiatu hiki. Afya unabidi ujiandae kwa sababu haujui, inaweza ikatokea muda wote ule kwamba leo umeumwa, kesho umepata ajali. Kwa afya ni kitu ambacho ni unabidi ujiandae. Kwa healthcare demand ni inakuja tu pap, leo hii umekutwa na changamoto ya afya. Maana yake unabidi ujiandae ili ufanyaje, ili utatue ile tatizo. Kwa changamoto kubwa ni kujiandaa ili kukubaliana na Afya Trust. Ndio mmekuja sasa na suluhisho katika hilo. Najua Ramabi na maswali hapo, alafu tutakwenda taratibu mpaka utatupeleka pale ambapo kwenye solution ambayo umepresent ya. Sawa. Mimi nataka, kwa sababu watu wengi wanasikiliza na awali amezungumzia juu ya mfumo, kwa maana Afya Trust ni mfumo, lakini tunapozungumzia mfumo sina shaka ameangalia makundi. Natamani kuona hayo makundi na mfumo wenyewe wa namna hayo makundi yanavyonufaika, hasa tunaposemea swala vifurushi. Ungeeleza hapo? Sawa. Kitu ambacho natamani watu wengi wakifahamu ni kwamba afya sio mfumo wa kimatibabu peke yake. Afya ni mfumo wa kifedha. Nikisema mfumo wa kifedha maana yake ni kwamba leo hii mtu ameugua, yeye anaingiza shilingi 50,000 kila mwisho wa mwezi, au anaingiza 10,000 kila siku.
Sasa bila matibabu imekuja 100,000, umeona? Manake akilipa hiyo 100,000 inaenda kufuta kipato chake cha wiki na miezi. Tuseme hana hiyo 100,000, atamkopa rafiki, ataomba familia, saa nyingine hata enda hospitalini, hata kama hospitali iko nje tu hapo. Umeona? Kwa sasa Afya Trust tumeangalia kwamba kumbe watu sio kwamba wajali afya zao, ni kwamba watu mshtuko afya unakuja hapo hapo, unahitaji ulipe gharama matibabu hapo hapo, haina kusubiri hiyo. Umeona? Lakini sasa unakuta mtu hawezi, ana 10,000 hapa sasa hivi, lakini 10,000 anaweza kupata kesho, anaweza kupata mwisho wa mwezi. Sasa tunawezaje kutengeneza mfumo ambao unaweza kumwezesha mtu kulipa gharama za bima kwa kidogo kidogo? Afya Trust imechukua sekta sio rasmi kuangalia familia, kuangalia vikundi vya bodaboda, mama ntilia, mama lishe, madereva wa daladala, makondakta. Hizo hapo ndo makundi ambayo sisi tunafanya nao kazi. Na sio kwamba tunafuata moja, sisi tunafanya kazi na makundi. Kwa hiyo tunaenda kwenye soko la Mwananyamala kwa mfano, vikundi vya bodaboda. Kwa tunawafanya watu waamini kwamba bima ya afya sio bidhaa, bima ya afya ni ushirikiano. Kwa hiyo wakiona kwamba wanaweza wakajisajili wote kama kundi la bodaboda, kwamba leo hii anaweza kaumwa Hamisi, kesho kaumwa wewe, lakini mwisho siku wewe umechangia 10,000 kila mwezi, maana yake umemsaidia huyu mtu, umeona, au umemsaidia rafiki yako ambao uko naye kwenye kundi moja. Kwa hivyo ndio jinsi Afya Trust inafanya kazi. Safi sana. Ramabi alikuwa na swali lingine pia. Na swali lingine kwamba nikiwafuatilia wanasema katika kutoa kwa huduma na kuunganisha watu ili wawe sehemu ya kujiwekea hiyo akiba, kuna sehemu wanasema kulinda akiba na uchumi wako. Ndio. Ni kwa namna gani sasa hawa ambao anawazungumza wanaweza kuwa sehemu ya hayo ambayo amewazungumza, kwamba mtu ana biashara yake lakini pale anapaswa kuwa sehemu ya kujiwekeza kuingia katika mfumo wa Afya Trust? Okay, sawa. Hilo ni swali zuri sana. Kwa nini niseme kwamba kuna vitu viwili. Kuna ugonjwa na kipato. Ugonjwa na kipato ni vitu viwili ambavyo vinafanya kazi kwenye saa mbili tofauti. Ugonjwa wenyewe ni unakuja ghafla na inahitaji wewe upe attention hapo hapo, ulipe gharama matibabu hapo hapo. Wakati kipato chako unabidi ufanye kazi, unabidi usubiri mshahara wako. Na umeona mwingine unakitaka hakiji kwa wakati. Umeona sasa ni vitu viwili tofauti hapo vinavyotokea. Sasa wewe umeumwa leo hii, tunawezaje wewe kufanya ugonjwa wako usio umaskini wako? Na ni kitu ambacho Afya Trust sisi hapa ndio kipaumbele chetu. Hatutaki ugonjwa wako uwe maskini, kwa sababu kila mwaka watu karibia milioni 100 wanaingia kwenye maskini kwa sababu ya kulipia gharama za matibabu. Na kila mwaka watu bilioni 2.6 wanaingia kwenye msongo wa mawazo kwa sababu ya gharama za matibabu. Kuna swali ambalo kila mtu lazima ajiulize pale ambapo atakapougua, na ni kitu ambacho watu wengi tukisema ni kwamba nalipaje? Umeona, huduma ya afya inaweza ikawepo, lakini kama hutaweza kulipa usikuipata. Umeona, kwa hiyo ni kitu ambacho sisi tunazuia wewe kuingia kwenye maskini. Umeugua leo, hatutaki wewe ulipie gharama za matibabu kwa kutumia kapito yako ya biashara, kwa kumuomba jirani yako, kwa kufunga duka lako na kwenda kutafuta pesa kwa ajili ya matibabu. Hatutaki hiyo itokee. Maana ukifanya hivyo unaingia kwenye maskini, hutaweza kufanya kazi. Na sisi hapa watu ambao tunawasaidia kwenye kupata bima zao za afya, tunataka watibiwe kwenye hospitali au kliniki ambazo ziko karibu na maeneo yao. Kwa utaangalia kama soko la Mwananyamala kwa mfano, kuna kliniki ambazo tunafanya nazo kazi Mwananyamala, wataenda kutibiwa kwenye hizo clinics. Tandika kwa mfano, wataenda kutibiwa kwenye hizo clinics ambazo sisi tunafanya nao kazi. Kwa hiyo tunaangalia kwamba hataki mtu huyu afunge biashara aende akasafiri mbali mrefu kwa ajili ya kupata huduma za afya. Tuko na Thompson hapa kutoka Afya Trust, na leo tunazungumzia ubunifu wao, namna ambavyo wamekuja kujaribu kusaidia katika hizi huduma za masuala ya bima, hasa kwa mtu wa kawaida kabisa. Na anasema yeye wa Afya Trust wanakuandaa ili uweze kupata huduma, lakini sio lazima ukaushe damu, yani mtaji wako wa biashara, kwa sababu tu umeumwa unahitaji kwenda hospitali, mtaji wako wa biashara uweze kukauka, ama uweze kuomba mara simu kwa mjomba, shangazi, jirani na kadhalika, na kibubu chako kikaushe kabisa. Wao wamekuja na solution. Thompson, tumekuwa na huduma za bima Tanzania, si swala geni. Ukiangalia toka hata miaka ya 60 huko tumekuwa na huduma za bima nchini. Na hapa miaka ya karibuni makampuni mengi sana yako katika soko la bima na huduma za kiafya kwa ujumla. Upekee wa Afya Trust ukoje? Solution ambayo nyinyi mmepresent ni hasa katika mtu wa kawaida. Sawa. Hilo ni swali zuri sana. Sisi tunaangalia vitu vitatu. Kabla ya mtu kuumwa, wakati mtu anaumwa, na baada ya mtu kuumwa.
Sasa nitaelezea uniqueness 3 ambazo tuko nazo. Kabla mtu kuumwa, kitu ambacho watu wengi wanakiamini ni kwamba nalipia bima ya afya, nisipoumwa hela yangu imeenda wapi? Umeona, hiyo ni shida kubwa sana ambayo ni changamoto ambayo watu wengi bado wanaelezea hivyo. Umeona, kwa sasa sisi hapa kwa sababu kuna mtu ambaye analipa package ya bima na wengine mahela marefu sana, mwaka unapita unaambiwa kwamba hiyo kifurushi kime expire, basi hela imepotea. Of course. Sasa sisi hapa hatutaki kuwepo tu kwenye maisha ya mteja pale ambapo anapougua. Tunakopo hata kabla ya mtu kuumwa. Maana yake sisi tuna program za afya ya akili, tuna program za mazoezi ambazo mtu ataona value hata kama hajaenda hospitalini. Kwa ili mtu aone kwamba nimetoa hela yangu ya bima lakini nimepata program ya mazoezi, nimepata program ya ushauri wa afya ya akili. Maana yake hela yangu hajaenda bure. Kingine ni kwamba wakati anaumwa sio tu kumfanya gharama zake za matibabu kulipiwa, lakini kingine ni kwamba tunawezaje kumtumia message za kumkumbusha kwamba anabidi anywe dawa, anabidi akumbushe kufanya mazoezi. Na baada ya kuumwa, watu wengi baada ya kuumwa maana yake atakaa nyumbani wiki 2 wiki 3, umeona, hajafanya kazi, hajafanya nini. Sisi hapa sasa hivi tunashughulikia jinsi gani tunaweza tukaingia kwenye ushirika na SACCOS na kampuni za mikopo kuwezesha hao wateja wetu, umeona, kuingia kwenye mshtuko wa kifedha hata baada ya kuumwa, maana yake hatafanya kazi. Kwa jinsi gani anaweza akapata access ya pesa, umeona, na kuongeza kipato nyumbani kwake. Kwa ni kitu ambacho Afya Trust tumejitahidi sana kuingia kwenye maisha ya mteja hata kabla hajaumwa, wakati anaumwa na baada ya kuumwa. Kwa ni kitu ambacho sisi tunakifanya hivyo. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.